Katika mkoa wetu wa Njombe tuna jumla ya hifadhi za misitu na mashamba ya miti yenye jumla ya hekta 666,720 ikiwemo hekta 263,320 hizi za miti ya asili na hekta 401,400 hizi ni za miti ya kupandwa. Hali ya matukio ya moto. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika mwaka huu wa fedha mwaka 2024/25/26 hali ya matukio ya moto katika mkoa wetu wa Njombe ni kama ifuatavyo. Mwaka huu hadi Disemba ya leo mkoa umepata jumla ya matukio ya moto 228 kwa ujumla, ambayo yamepelekea kuungua kwa eneo lenye misitu yenye hekta 16,123. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika hekta hizo 16,123 zimesababisha hasara ya shilingi bilioni 38,839 na 19,157 kwa mwaka 2025/26 ambao ni kuanzia mwezi Julai mpaka mwezi Disemba mwaka huu. Hekta 16,000 bilioni 38,839 19,157.27. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hapo nimesema kwa ufupi kwa maana kwamba matukio haya tumeyaandaa kwa kila wilaya. Wilaya inayoongoza kwa matukio ya moto, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni Ludewa. Ludewa imekuwa na jumla ya matukio ya moto 138 na zimeungua hekta 8,763 za miti na zimepelekea hasara ya jumla shilingi bilioni 1,626,000 bilioni 626. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wilaya zingine ni Wanging'ombe, jumla ya matukio ya moto 15 hekta 2,265. Makete, jumla ya matukio ya moto 22, jumla eneo lililoungua ni hekta 767. Makambaku, matukio ya moto 3, eneo lililoungua ni hekta 88. Njombe DC, matukio ya moto 29, eneo lililoungua ni hekta 2,135 na matukio mengine. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, idadi hii ya matukio ya moto inaonekana kuongezeka kutoka mwaka 2024 na 25 ambapo jumla tulikuwa na matukio ya moto 79. Hali hii imeonekana kwamba matukio ya moto kwa mwaka huu yameongezeka mara 3. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sababu za kuongezeka kwa matukio ya moto katika mkoa wetu wa Njombe, kwanza ni uandaaji wa mashamba kwa kutumia moto bila kuchukua tahadhari. Hii imekuwa ni sababu kubwa ambayo imepelekea matukio ya moto kuisha au kupungua, kwa sababu njia pekee ambayo inatumika katika kuandaa mashamba ya wakulima imekuwa ni moto na hakuna tahadhari yote inayochukuliwa. Sababu nyingine ni uchomaji wa mkaa na upasuaji wa mbao. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, uchomaji wa mkaa kwenye mashamba ya miti, hii nayo imekuwa ni moja ya chanzo kikubwa sana ambacho kimepelekea matukio ya moto, pamoja na shughuli za upasuaji wa mbao, ambapo hawa watu wanaopasua mbao wamekuwa wakiandaa chakula kwenye maeneo yao ya kazi na hatimaye wanashindwa kuchukua tahadhari ya moto na moto unawatoroka na kuchoma maeneo ya watu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sababu nyingine ni uchomaji wa moto wa makusudi unaotokana na chuki, tuhuma, migogoro ya ardhi na hata kukosana au kupishana katika manunuzi ya miti na mbao. Hii inapelekea baadhi ya watu kumkomoa mtu kwa kuchoma moto. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hatua ambazo tumeendelea kuzitumia kwa wananchi sambamba na kuhimiza wananchi wote wanaolima miti na tunataka kuzichukua ni kuimarisha na kusafisha barabara za kinga za moto kuzunguka hifadhi za misitu,
hapa tunahimiza wananchi wote ambao wana hifadhi za miti wahakikishe kwamba wanasafisha barabara za moto kwenye maeneo yao, lakini pia wanahakikisha kwamba wanasimamia wakati huo wa usafishaji. Pia kuimarisha mawasiliano mazuri baina ya wadau wa misitu, kamati za moto za wilaya na serikali za vijiji na mitaa. Hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hii inasaidia kwa maana kwamba wananchi kunapotokea matatizo ya moto, kumekuwa na tabia ya watu kuwasiliana na kuhakikisha kwamba wanapeana taarifa katika matukio ya moto ili waweze kuwa na nguvu kazi moja ya pamoja na kudhibiti matukio ya moto. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuendelea kuunda na kuimarisha kamati za kupambana na moto katika ngazi za kata, mitaa na vijiji. Hatua nyingine ni kufanya doria za mara kwa mara katika maeneo ya hifadhi za misitu na mashamba ya miti. Pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunafanya tathmini ya uharibifu wa rasilimali za misitu kama tulivyofanya hapa, kwamba maeneo ya kiungua ya wananchi, maeneo ya serikali, tunapita na kuangalia tathmini ya uharibifu uliojitokeza kwenye maeneo hayo. Lakini pia kutoa adhabu kwa watu ambao wanakutwa na hatia ya kuanzisha moto kwenye hifadhi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mikakati ambayo tunaendelea kuichukua kama mkoa, kama TFS, kwanza ni kuhakikisha kwamba wadau wengi zaidi katika kushirikisha wadau wengi zaidi katika kampeni ya kupambana na moto. Pia kusimamia sheria mbalimbali ambazo zinahusika na udhibiti wa masuala ya moto. Kuendelea kutoa elimu ya mafunzo kwa jamii kuhusu kuzuia na kupambana na moto. Pia kuunganisha nguvu ya pamoja kwa taasisi za serikali zinazojihusisha na kupambana na matukio ya moto kama TFS, halmashauri za wilaya na miji, jeshi la zimamoto na kushughulikia matukio yanayotokana na moto na kupitisha michoro ya majengo ambazo ni ramani. Changamoto zilizokuwa zinatukabili kabla ya kupokea vifaa, magari na mitambo ya kuzima moto na uokoaji, tulikuwa na changamoto nyingi zilizokuwa zinatukabili katika kutekeleza majukumu yetu kila siku. Changamoto hizo ni uchache wa maafisa na askari, kutokuwa na vifaa vya kuzimia moto na uokoaji katika vituo vilivyopo wilaya ya Ludewa, Makete na Wanging'ombe, baadhi ya maeneo kutofikika kwa ajili ya kupewa elimu ya mafunzo ya ukaguzi wa kinga na usalama dhidi ya moto, majeruhi, wagonjwa na kwa ajali kubebwa kwenye maroli na magari mengine yasiyo maalum kwa ajili ya kubeba majeruhi, vifaa duni ambavyo vilisababisha kutumia muda mrefu katika operesheni za maokozi, kutokuwa na gari maalum kwa ajili ya matukio ya moto wa misitu, kutokuwa na askari wenye taaluma za uzamiaji divers. Mheshimiwa Mwenyekiti, utatuzi wa changamoto kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Njombe. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuzipokea changamoto zetu kama mkoa imetatua changamoto hizo kwa kufanya yafuatayo. Tumepokea jumla ya askari 30 katika kipindi cha miaka miwili. Miongoni mwao ni askari wazamiaji 3, hawa ni waogeleaji ambao wanazama kwenye maji madogo na yale maji marefu. Tumeshawapokea tayari, ni professional, wamekuja kufanya kazi mkoani kwetu. Tumeshapokea magari 5 na tunatarajia kupokea magari mengine 5 ikiwemo gari la kuzima moto wa misitu kwa mchanganuo ufuatao. Kuna mtambo wa kuzima moto mitatu, tumeshapokea mtambo mmoja. Mtambo wa kupambana na moto wa misitu tunatarajia kuupokea. Gari ya wagonjwa 2 tumeshazipokea. Mitambo ya maokozi 2 tumeshapokea 1. Commanding car 1 imeshapokelewa. Boti za maokozi ambazo zitawekwa, moja itakuwa Ludewa na moja itakuwa kuna kibao chetu Kaliogosa hapa Njombe, tunatarajia kuzipokea mwezi ujao. Gari kwa ajili ya ukaguzi tunatarajia zote kuzipokea na zote zimeshafika Tanzania. Ambapo mitambo na gari hizo itakwenda kutatua moja kwa moja changamoto tajwa hapo juu katika mkoa wetu wa Njombe. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, magari na mitambo na vifaa hivi tulivyopokea na vingine tunavyoendelea kupokea vitatusaidia kutoa huduma katika maeneo ambayo hayana mitambo ya kuzima moto na maokozi, ambayo ni katika wilaya ya Makete, Wanging'ombe na Ludewa, ili kusogeza huduma kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa jamii. Hitimisho. Kipekee kwa niaba ya Afande Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia vifaa, magari, mitambo pamoja na kutuongezea rasilimali watu, askari ajira mpya, ili kuhakikisha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linatekeleza majukumu yake na kutoa huduma kwa jamii. Mheshimiwa Mkuu,
Napenda nishukuru serikali, tuna wiki 3 hapa tumepokea askari 21 kwa wetu wa Njombe. Ni mkoa ambao umependelewa sana kwenye ajira hizi zilizopita. Mikoa mingine imepata askari 15, lakini Njombe kipekee tulipeleka maombi, wametusikiliza, tumeletewa askari 21.